Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Juni 13 mwaka wa 2025. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya neema yako uliyotujalia siku hii njema ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako. Tunasema asante kwa ajili ya mibaraka yako. Tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo ili kujifunza, ili tuweze kuzungumza pamoja nawe kupitia neno lako. Nasi tumekubali kujifunza, atufundishe kuyafanya mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunaomba uende pamoja nasi baada ya kujifunza somo hili. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Mada ya leo inasema kumjua Mungu ni kumtii. Imejengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 aya ya 14 na 15. Neno la Mungu linasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa jina langu, Kristo aliwaambia wanafunzi wake waombe. Katika jina lake Kristo, wafuasi wake wanapaswa kusimama mbele za Mungu. Kupitia kwa thamani ya kafara iliyotolewa kwa ajili yao, wanakuwa wa thamani machoni pa Bwana. Kwa sababu ya kuvikwa haki ya Kristo, wanahesabiwa kuwa wa thamani sana. Kwa ajili ya Kristo, Bwana huwasamehe wale wanaomcha. Haoni uovu wa wenye dhambi ndani yao. Hutambua ndani yao sura ya mwanawe ambaye wanamwamini. Bwana husikitika watu wake wanapojihafifisha. Anataka uzao wake mteule kujithamini kulingana na thamani aliyowawekea. Mungu aliwataka, la sivyo asingemtuma mwana wake katika utume ghali wa kuwakomboa. Ana namna ya kuwatumia na anafurahishwa wanapoomba mambo makubwa kabisa kwake ili kulitukuza jina lake. Wanaweza kutumaini kuona mambo makubwa ikiwa watakuwa na imani katika ahadi zake. Lakini kuomba katika jina la Kristo kuna maana sana. Kuna maana kwamba tunapaswa kuikubali tabia yake, kumdhihirisha roho wake na kutenda kazi zake. Ahadi ya Mwokozi ilitolewa kwa sharti, mkinipenda, anasema, mtazishika amri zangu. Huokoa watu sio katika dhambi, bali kutoka dhambini. Na wale wanaompenda wataonesha upendo wao kwa kutii. Utii wote wa kweli hutoka moyoni. Kwa Kristo ilikuwa ni kazi ya moyoni. Kama tukikubali, atategemeza fikra na makusudio yetu. Ataunganisha hivyo mioyo yetu na nia zetu pamoja na mapenzi yake, kiasi kwamba tunapomtii tutakuwa tunatekeleza matakwa ya mioyo yetu. Nia iliyosafishwa na kutakaswa itapata furaha kuu katika kuifanya huduma yake. Tunapomfahamu Mungu kwa kadiri alivyotufadhili kumfahamu, maisha yetu yatakuwa na utii wa daima. Kwa njia ya kuipenda tabia ya Kristo, tutazichukia dhambi. Jinsi Kristo alivyoishi katika hali ya kibinadamu akitii sheria, ndivyo nasi tutaishi kama tukimshikilia mweza wa yote ili atuwezeshe. Lakini hatutakiwi kuwatwika wengine wajibu wa uwajibikaji wetu na kuwangojea watuambie kitu cha kufanya. Hatuwezi kutegemea mashauri ya wanadamu. Bwana atatuelekeza wajibu wetu kwa hiari, kama atamfundisha mtu mwingine. Tukimwendea kwa imani, atatueleza sisi binafsi siri zake. Mara kwa mara mioyo yetu itawaka ndani yetu kadiri anavyosogea karibu, ili kuwa pamoja nasi kama alivyofanya kwa Henoko. Wale wanaokataa kutenda kitu chochote cha kumchukiza Mungu, baada ya kumwomba watajua jambo la kufanya. Nao watapokea sio tu hekima, bali pia nguvu. Watapewa uwezo kwa ajili ya kutii
na kwa ajili ya kutoa huduma kama Kristo alivyoahidi. Tumaini la vizazi vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 279 hadi 280. Hii ni Juni 13, mada ikisema kumjua Mungu ni kumtii. Kumbuka imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya 14 na 15. Na huu ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.